Kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran IRGC kimesema kiko tayari kwa mapambano zaidi licha ya usitishaji mapigano uliotangazwa hivi karibuni, huku mvutano ukiendelea katika eneo la Ghuba kutokana na mashambulizi ya drone na makombora. Katika taarifa, IRGC imesema imetii maelekezo ya kiongozi mkuu Mojtaba Khamenei, lakini ikaonya kuwa bado iko tayari kuchukua hatua. Kikosi hicho kilizilaumu Marekani na Israel kwa kutokuwa waaminifu na kuonya kuwa kitajibu vikali uchokozi wowote mpya. Adui amekuwa mdanganyifu siku zote na hatuna imani na ahadi zake, na tutajibu kila uchokozi kwa kiwango cha juu zaidi, ilisema taarifa hiyo. Wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump alirudia msimamo wa utawala wake kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran kabla ya mazungumzo yaliyopangwa kufanyika Islamabad. Trump alisema Iran haitaruhusiwa tena kurutubisha uranium na kudai kuwa Marekani itashirikiana na Tehran kuondoa vifaa vya nyuklia vilivyozikwa chini kwenye kina. Pia alisema ufuatiliaji wa satellite za Marekani umekuwa ukifuatilia hifadhi ya uranium iliyorutubishwa ya Iran tangu mashambulizi ya vituo vya nyuklia mwaka jana. Katika hatua nyingine, mvutano uliongezeka baada ya Kuwait kuripoti kuzuia wimbi kubwa la drone za Iran. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Kuwait, Kanali Saud Abdulaziz Al-Otaibi, alisema mifumo ya ulinzi wa anga ilidungua drone 28 tangu mapema asubuhi. Alisema baadhi ya drone hizo zililenga miundombinu muhimu ikiwemo vituo vya mafuta, mitambo ya umeme na mitambo ya kusafisha maji ya chumvi kusini mwa Kuwait na kusababisha uharibifu mkubwa. Jeshi la Kuwait lilithibitisha kuwa mashambulizi hayo yalilenga miundombinu nyeti, huku wakati huo Wizara ya Ulinzi ya Umoja wa Falme za Kiarabu ikisema mifumo yake ya ulinzi wa anga ilikuwa ikikabiliana na mashambulizi ya makombora na drone kutoka Iran. Haikujulikana wazi kwa nini mashambulizi hayo yanaendelea licha ya usitishaji mapigano uliotangazwa saa chache kabla. Kwa upande mwingine, baraza la mawaziri la Qatar limekaribisha usitishaji mapigano kati ya Marekani na Iran uliosimamiwa na Pakistan na kutoa wito wa kusitishwa mara moja kwa vitendo vyote vya uhasama. Katika taarifa yake, baraza hilo lilisisitiza umuhimu wa kuheshimu mamlaka ya mataifa, kulinda njia za baharini, kuhakikisha uhuru wa usafiri wa majini na kulinda biashara ya kimataifa.